Narudia tena, Yesu hakuwa Mkristo. Nikisema Yesu hakuwa Mkristo, watu wengi wananishambulia. Sio wengi, vijana mitume, manabii hawa. Sasa mzee kazeeka kuisha huyu. Kweli sikuwa na nia kabisa ya kujibu klipu hiyo, kwa sababu namheshimu mzee kama mhudumu wa siku nyingi sana, anajulikana sana. Nimekaa kimya kwa siku kadhaa tangu kusambaa kwa klipu ya mzee wetu, baba yetu wa huduma, mzee wa upako, mchungaji Lusekelo, akizungumzia asili ya Ukristo na kusema Yesu hakuwa Mkristo na alikuwa akisali msikitini. Lakini nimepokea simu nyingi, meseji na maombi kutoka kwa waumini mbalimbali, vijana wengi ambao wamechanganyikiwa na wamekuwa hasa wananiuliza, je, ni kweli tumekuwa tukidanganywa? Wananiuliza, je, Yesu alikuwa ni Muislamu kweli? Je, ni Mkristo au ni jina tu? Sasa ndio maana imenilazimu kuwepo hapa. Ndugu zangu, Biblia inasema katika Petro wa kwanza 3:15, tuwe tayari kumjibu siku zote kila mtu anayetuuliza juu ya habari ya tumaini letu. Kwa hiyo kama ningekaa kimya ningekuwa silitendei kazi neno hilo. Ndio maana imenilazimu leo hii kuwepo mahali hapa kuja kumsaisha kidogo, ili kulifanya kanisa lisipotoshe na huo uongo ambao unasambaa katika kanisa la Mungu. Lakini sasa moja ya hoja zake kubwa na hoja yake ya kwanza ni ambayo tunatakiwa tujiulize, je, Yesu hakuwa Mkristo? Narudia tena, Yesu hakuwa Mkristo. Anadai hivyo, ndivyo Biblia inasema. Kwa haraka ukimsikiza mzee upako unaweza kuzani amepata ufunuo mzito ambao sisi wengine hatuujui, lakini nataka nikuambie kitaalamu, hiyo ni hoja dhaifu sana, haina mashiko kwa kikanisa wala kihistoria. Ni kweli neno Mkristo ukiliangalia lilianza kutumika Antiokia baada ya Yesu kupaa katika Matendo 11:26, lakini kusema Yesu hakuwa Mkristo ili kuleta picha kuwa hakuwa na uhusiano na Ukristo, huo ndo upotoshaji. Lakini mzee wangu anasahau kitu kimoja kikubwa, Yesu ndiye anaitwa ndiye Kristo mwenyewe. Neno Mkristo maana yake ni mfuasi wa Kristo. Sasa huwezi kutenganisha Kristo na Ukristo. Kristo sio klabu ya kijamii au chama cha kisiasa kinachoanzisha pembeni. Ukristo ni mfumo kamili wa maisha wa mtu kumfuata Kristo, kumfuata huyo au kumwabudu huyo Kristo. Kusema Yesu hakuwa Mkristo kwa sababu tu ya neno hilo alikuwepo wakati huo ni sawa na kusema baba yako sio mwanafamilia yenu kwa sababu yeye ndiye alianzisha hiyo familia. Inaleta mantiki kweli? Yaani muasisi wa jambo hawe nje ya jambo lenyewe. Bila Kristo hakuna Ukristo. Kule Antiokia walitupa jina tu la kututambulisha, lakini asili ya imani yetu ni Yesu Kristo mwenyewe. Tusichanganye majina na asili. Kumtenganisha Yesu na Ukristo ni mchezo tu wa maneno. Yaani tunaweza tukasema word play wenye lengo la kuleta mshangao, lakini kiukweli unajengea waumini picha potofu kuwa Yesu hakuwa na uhusiano wa imani tunaoishi leo. Mzee, Yesu ndiye Kristo mwenyewe. Bila yeye hilo jina Mkristo lisingekuwa na maana yoyote. Sasa naomba twende kwenye hoja hii. Unajua Biblia mjui. Wewe mzee upako. Kwa hiyo Yesu si alikuwa anasali, alikuwa anakwenda kwenye sinagogi. Sinagogi sio kanisa. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Dini mbili kuabudu zinatumia msikiti, dini mbili. Muislamu anatumia msikiti na Myahudi anatumia msikiti. Mkristo ndio anatumia kanisa. Kwa Yesu hakusali kanisani hata moja, alisali msikitini. Sinagogi ni msikiti. Jamani, hebu tusemezane kwa ukweli. Tena tusemezane kwa upendo. Kitaalamu jambo hili alilolifanya mzee linaitwa anachronism. Yaani unachukua kitu au jina la sasa unalazimisha kulipeleka kwenye historia ya miaka 2000 iliyopita ambayo hata haijazaliwa kabisa. Sinagogi sio kanisa. Soma kamusi kule ya Biblia. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Umesisitiza sana watu wakasome kamusi ya Biblia. Mimi nimefanya hivyo. Nimesoma Strong Exalted Concordance, nimefungua Vine Explanatory Dictionary na hata Anchor Bible Dictionary inayotumiwa na wasomi wakubwa duniani na historia ya Biblia. Nitakwambia jambo moja, hakuna sehemu hata moja kuanzia lugha ya Kiyunani, Kigiriki hadi Kiebrania ambapo neno sinagogi limetafsiriwa kama masjid au msikiti. Neno sinagogi linatokana na neno la Kigiriki linalomaanisha kusanyiko au assembly. Inaonekana hapa umetumia kamusi ya lugha ya Kiswahili, yani ya mtaani, kutafsiri mambo mazito ya kimbingu na kihistoria. Huwezi kutumia kamusi ya Tuki ya leo kufafanua mazingira ya Yudea wakati ule wa Yesu.
Hizi ni taasisi mbili tofauti kabisa, zina asili tofauti, zina sheria tofauti, zina miongozo tofauti kabisa. Kiuhalisia na kiroho, Wayahudi hawasali kwenye misikiti na ndugu zetu Waislamu hawasali kwenye masinagogi. Kusema Yesu alisali msikitini kwa sababu tu alikuwa sinagogini ni sawa na kusema ndege ni meli kwa sababu zote zinabeba abiria. Ni sahihi? Huku ni kupotosha maana ya lugha ili uonekane una ufunuo mpya wa kushtua watu, kitu ambacho sio kweli na sio sahihi. Sinagogi ilikuwa tu ni kituo cha elimu, mahakama ya kijamii na sehemu ya ibada ya Kiyahudi. Msikiti una taratibu zake, itikadi zake, na ulianza karne kadhaa baada ya Yesu kupaa hapa. Sasa turudi kwenye hoja hii ya mzee wetu ambayo inaweza kuwakanganya watu wasio na ufahamu tu wa kina. Ndio maana makanisa yote, hakuna kanisa hata moja ambayo Yesu amekuingia kusali, hata moja, kwa sababu yalikuwa hayako. Wanasema mzee anafanya kosa ambalo kitaalamu tunaliita materialism. Yaani anatafuta kuta za madhabahu ya zege ndipo aone kanisa, lakini Biblia ninayojua mimi ambayo mzee anasema anaijua kuliko watu wote. Ukitafuta wahubiri ambao Biblia wanajua duniani, sio Afrika, duniani ukiwa 10 na mimi nimo, haisemi kanisa ni jengo. Hilo wote tunalielewa. Neno la Kigiriki lililotumika kuelezea kanisa ni eklesia. Maana yake ni wateule au kusanyiko. Wakati Yesu anasema katika Mathayo ile 16:18, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hakuwa anawaza ramani ya gorofa au hakuwa anawaza kuta za marumaru tu au majengo tu ya kawaida. Alikuwa anajenga ufalme wa Mungu ndani ya mioyo ya watu. Ndicho alichokuwa anakifanya. Mzee anasema hekalu lile gosho kanisa lilikuwa ni hekalu. Hapa ndipo mzee anapojisahau. Katika Yohana 2:16 Yesu aliliita lile hekalu kuwa ni nyumba ya baba yangu. Sasa mzee wangu, kama Yesu aliita jengo la ibada nyumba ya baba yake, na sisi leo tunaita majengo yetu ni nyumba ya Mungu, kosa liko wapi kusema hivyo? Yesu hakusali kanisani kwa sababu hakukuwa na majengo yeye yenye nembo ya KKT, RC, FGBF, FPCT. Huko ni kukosa tu kweli. Na kuhusu hoja ya alikuwa hubiri Yesu mle kwenye hekalu, alikuwa hubiri Injili na hubiri Torati ya Musa na sheria zake. Injili sio kitabu kipya kilichoanguka tu kutoka mbinguni baada ya Yesu kufa. Injili ni Torati iliyofunuliwa. Yesu mwenyewe alisema sikuja kutangua Torati bali kuitimiliza. Kila dhabihu iliyotolewa hekaluni, kila neno la Torati lililosomwa sinagogini lilikuwa linamhubiri nani kama sio Kristo? Lilikuwa linamhubiri Kristo mwenyewe. Hivyo Yesu alipokuwa hekaluni alikuwa anatimiza kile ambacho Torati ilikuwa inahitaji. Huwezi kusema Yesu hakuwa Mkristo kisa alikuwa anahubiri Torati wakati yeye ndiye lengo la hiyo Torati yenyewe. Mzee Lusekelo nafahamu ni mwalimu mzuri, lakini kwenye hili anapotoka na anawapoteza vijana wanaochipukia. Unapokuwa na sauti kubwa ya ushawishi mkubwa, una wajibu wa kuwa na usahihi. Great power comes with great responsibility. Na waomba msishtushwe na maneno laini aliyoyaleta hoja hizi alizozileta zinazotafuta sifa tu za mtandaoni. Shikeni neno la Mungu kama lilivyo. Yesu ndiye mwanzilishi na mtimilizaji wa imani yetu. Alisali, alifundisha na akatupa mfumo ambao leo hii tunauita Ukristo. Mzee wangu, tunakupenda, tunakuheshimu, lakini hapa rudi shule tu ya Biblia. Rudi kwenye historia zaidi, na zaidi sana rudi kwenye unyenyekevu wa neno la Mungu. Kanisa la Mungu linahitaji chakula cha kweli, sio miemko tu ya kidini. Mungu akubariki sana. Kwa majina naitwa Shujaa Charles Mwaisemba. Karibu sana, nawapenda sana. Mungu awabariki.